Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, hii ikiwa ni Juni 17 mwaka 2026. Leo kabla tujalianza somo letu zuri, ni kukumbushe jambo la muhimu zaidi. Masomo haya ya kesha la asubuhi sehemu ya kwanza yanaelekea kufikia tamati, na punde mwezi huu tutafikia tamati ya sehemu ya kwanza ya masomo haya. Jambo jema na la kuvutia ni kwamba sehemu ya pili ya masomo haya ya Baba Yetu Anajali sasa yanapatikana. Tembelea maduka yote ya Adventist Book Centers yanayopatikana karibu nawe ujipatie nakala yako. Lakini pia waweza kufanya mawasiliano moja kwa moja katika nyumba yetu ya uchapishaji Ufunuo Publishing House, ambapo waweza kujipatia nakala yako. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako maishani mwetu. Asante kwa sababu ya upendo, asante kwa sababu ya rehema ambayo umeionyesha kwetu sote. Jina lako litukuzwe sana. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Uturehemu sisi tulio wa dhambi, na ukatupatie nafasi ya kuja kwako tena. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyetenga muda wake kujifunza neno lako, na siku pamoja tunasema asante. Tusaidie tunapojifunza masomo haya tuweze kuyaelewa, lakini yako maombi ambayo kila mmoja angetamani kuzungumza nawe asubuhi ya leo. Yote kwa pamoja tunakushukuru kwa sababu umeyasikia na kwamba utatenda kwa kila mmoja sawa sawa na mapenzi yako. Enda nasi siku ya leo katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo nasema jaribio la hamu ya chakula. Nimejengeka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7:27, ambapo neno la Mungu linasema, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Baada ya ubatizo wake, mwana wa Mungu aliingia kwenye nyika ya huzuni pale ili kujaribiwa na Shetani. Takribani majuma 6 alistahimili maumivu makali ya njaa. Aliutambua uwezo wa uchu wa chakula juu ya mwanadamu, na kwa niaba ya mwanadamu mwenye dhambi alibeba jaribu la karibu sana iwezekanavyo juu ya jambo hilo. Hapa ushindi ulipatikana ambao wachache wanaweza kuufurahia. Nguvu itawalayo ya upotovu wa uchu wa chakula na dhambi mbaya ya kuendekeza inaweza tu kueleweka kwa urefu wa mfungo ambao Mwokozi wetu alistahimili ili kwamba aivunje nguvu yake. Hali ya kutokuwa na kiasi ipo kwenye msingi wa maovu yote ya kimaadili yanayojulikana kwa mwanadamu. Yesu alianza kazi ya ukombozi pale tu ambapo uharibifu ulianzia. Anguko la wazazi wetu wa kwanza lilisababishwa na kujihusisha katika uchu wa chakula. Katika ukombozi, kukataa uchu wa chakula ni kazi ya kwanza ya Kristo. Mwana wa Mungu aliona kwamba mwanadamu peke yake asingeweza kulishinda jaribu hili gumu. Alikuja duniani ili kuunganisha nguvu ya Mungu na juhudi zetu za kibinadamu, ili kwamba kupitia kwa nguvu na uwezo wa kimaadili anaotupatia tuweze kushinda kwa niaba yetu. Lo, ni unyenyekevu wa ajabu tena usio kifani kwa mfalme wa utukufu kushuka chini duniani ili kustahimili maumivu ya njaa na majaribu makali ya adui mwenye hila ili ampatie mwanadamu ushindi usio na kikomo. Huu ni upendo usio na kifani, lakini wema huu mkuu unaeleweka kidogo mno kwa wale ambao ulifanywa kwa ajili yao. Haikuwa mateso ya maumivu ya njaa pekee ambayo yalifanya mateso ya mkombozi wetu kuwa makali yasiyoelezeka. Ilikuwa ni hisia ya hatia iliyotokana na kuendekeza uchu wa chakula ambayo imeleta hatari hiyo kubwa kwa ulimwengu, ambayo iliisonga nafsi ya mwana wa Mungu vikali sana.
Huku asili ya mwanadamu na uzito wa kutisha wa dhambi zake ukimsonga, mkombozi wetu alishinda nguvu ya Shetani juu ya jaribu hili kuu liongozalo, ambalo linahatarisha roho za watu. Ikiwa mtu atashinda jaribu hili, angeweza kushinda katika kila hatua. Hii ni Juni 17, tukiangazia mada inayosema jaribio la hamu ya chakula. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza